Wizara ya Kilimo ni moja wizara inayotekeleza programu ya kuendeleza kilimo na uvuvi ambayo tunaifahamu kama AFDP. Na programu hii ni programu inatekelezwa inaratibiwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, lakini watekelezaji ni wizara za kisekta ambazo tuna Wizara ya Kilimo kwa upande wa kilimo mazao, lakini tuna Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa upande wa uvuvi, lakini pia tuna Wizara ya Uchumi wa Bluu Zanzibar kwa upande wa ufugaji wa mwani na uvuvi pia. Kwa programu hii ni programu ya miaka 6 ambayo ilianza 2021 22, lakini pia inategemea kuisha 27 28 kwa kuongeza mwaka mmoja. Lakini programu hii ina lengo kuu ni kuimarisha mifumo jumuishi ya chakula na lishe pamoja na kuongeza kipato kwa wakulima wetu, ambapo kwa upande wa kilimo mazao programu hii inaendeleza mnyororo wa thamani wa mazao ya mahindi, alizeti, maharage na mazao jamii ya mikunde. Kwa katika programu hii tunaanza kwenye utafiti. Taasisi yetu ya utafiti wa kilimo TARI yenyewe inahusika na utafiti wa mbegu bora za mazao ambazo zinahimili za climate zinazohimili kilimo himilivu, mabadiliko ya tabia nchi na maanisha, ambazo ni mbegu za mahindi, maharage, alizeti na mazao jamii ya mikunde. Tunaanza na utafiti wa mbegu, teknolojia ambazo zitaambatana na hiyo mbegu, kwa sababu mbegu haiendi peke yake, mbegu inaambatana na teknolojia mbalimbali. Lakini wakishatafiti hizo teknolojia na mbegu, tunazipeleka kwa wakala wa mbegu wa kilimo ASA, ambao yeye anaziongeza na kuzalisha madaraja mengine ya mbegu ambayo daraja la kudhibitishwa ubora, ili ziweze kuwafikia wakulima wengi waweze kuzitumia hizo mbegu. Lakini pia tuna mdhibiti ubora ambayo yeye anadhibiti kuanzia mbegu kutoka kwa watafiti, ni TOSCI, na yeye pia ni mnufaika wa programu hii. TOSCI yeye anadhibiti ubora wa mbegu kuanzia shambani mpaka madukani, anadhibiti ubora kwa kuangalia quality ya mbegu, uhifadhi wa mbegu, pia kutoa mafunzo ya uhifadhi na biashara ya mbegu kwa ujumla. Kwa hiyo programu yetu ya FDP inalenga mnyororo wa thamani wa mbegu kama tulivyosema, lakini pia kwenye programu hii kuna baadhi ya afua ambazo zinatekelezwa na programu hii. Kwa mfano, afua za uzalishaji wa mbegu ambazo wanahusika nazo TARI, taasisi yetu ya utafiti, afua ya uzalishaji kuziongeza mbegu ziwe nyingi ambao anahusika nayo ASA pamoja na kampuni nyingine. Kwenye hizo tunawezesha TARI kujengewa miundombinu ya umwagiliaji ili waweze kuzalisha mbegu kwa mwaka mzima, na mbegu ziweze kupatikana kipindi chote, kipindi cha kiangazi, pia kipindi cha masika. Wao wanaendelea kuzalisha mbegu ili wakulima wetu waweze kupata mbegu za kutosha. Vile vile kwa TARI, kwa upande wa ASA tuna programu hii inatekelezwa katika vituo vikubwa viwili. Kituo cha TARI cha ASA Kilimi kiko Nzega pale, ambao wanajengewa miundombinu ya umwagiliaji kwa njia ya matone ambao ni hekari 95, lakini kituo cha ASA Msimba wao nao pia wanajengewa miundombinu ya umwagiliaji ili mbegu ziweze kupatikana. Kwa upande wa TARI nao pia wanajengewa miundombinu ya umwagiliaji ya hekta 25 ambazo zipo katika kituo cha TARI Ilonga pia na TARI Seliani. Lakini pia kwa upande wa taasisi yetu ya udhibiti ubora wa mbegu, kwa sababu tunafahamu kwamba wao ndio wanadhibiti ubora wa mbegu nchini. Kwa wao wanajengewa maabara hapa Morogoro na maabara kituo cha TARI Seliani. Maabara hizo zitakuwa ni maabara ambazo zitakuwa zinachambua mbegu, kuangalia hata virutubisho vilivyopo kwenye mbegu zetu za mazao ambazo zinazalishwa. Kutokana na lengo letu la program ni kuimarisha mifumo jumuishi ya chakula na lishe. Ili watu waweze kupata lishe lazima wapate mbegu bora zenye virutubisho mbalimbali. Mpaka sasa tumefanikiwa kutekeleza afua nyingi kwa upande wa kilimo kwa 90% tumetekeleza, lakini pia kwa upande wa kilimo mazao tumefanikiwa kuwa na program mbalimbali ambazo zipo ndani ya programu hii ambazo zinasaidia tunafanya seed fair, tunapelekea wakulima mbegu kwenye maeneo yao ambako hakuna uuzaji wa pembejeo. Kwa programu inafanya jitihada za kuwakusanya wadau mbalimbali wanaohusika kwenye mnyororo wa thamani wa mbegu ambao wakiwepo TARI, ASA, TOSCI na kampuni nyingine zote za mbegu, kampuni za zana za kilimo,
tunawapeleka mbegu kwenye maeneo yao, kwa wakulima waweze kununua mbegu kwenye maeneo yao. Na mwaka huu tumepanga kuweka pia kambi kwenye mikoa 9 ambayo inatekeleza programu ya FDP. Tunaanza mapema, tunawapelekea mbegu pale, tunawauzia mbegu pamoja na dhana za kilimo pamoja na kuwafundisha kuhusu teknolojia mbalimbali za kilimo kwenye yale maeneo. Katika utekelezaji wa hii programu tumewekeza nguvu kwenye uzalishaji wa mbegu, lakini pia teknolojia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na pia namna ya kuhaulisha hizi teknolojia kufikia kwa wakulima. Kwa upande wa uzalishaji wa mbegu, tunaangalia mbegu ambazo zinamfaa mkulima, hasa mkulima wa kati mpaka wa chini wanaopatikana ukanda wa kati wa nchi yetu, kwa maana ya kwamba mikoa ya Morogoro, Pwani, mikoa ya Tanga, Dodoma, Singida mpaka Mwanza. Katika mbegu tulizokuwa nazo, mbegu ni za chavua huru kwa upande wa mahindi, ambazo kwa mkulima wa hali ya chini ni rahisi kuzipata na ni rahisi kuzihudumia akiwa shambani. Lengo kuu ni nini? Lengo kuu ni kutaka mkulima apate chakula cha kutosha. Akipata chakula pia apate lishe, lakini wakati huo pia apate kipato. Kwa hiyo tuna mbegu za nafaka kwa maana ya mahindi, ambapo kwa hapa tuna aina 5 za mbegu ambazo programu imezisupport kuhakikisha upatikanaji wake wa mbegu unakuwa ni sahihi. Kwa hiyo tuna mbegu ya T105, tuna mbegu ya Staha, tuna mbegu ya Bora, tuna mbegu ya Stuka na pia tuna mbegu ya TMV1. Lakini huo ni upande wa nafaka. Upande wa pili tuna mazao jamii ya mikunde, ambapo programu imewezesha uzalishaji wa mbegu za zao la choroko na zao la mbaazi. Mazao haya pia ni mbadala kwa mkulima, kwa maana ya kwamba yana faida katika nyanja tofauti. Upande wa kwanza yana faida kwa upande wa kurutubisha udongo, haya mazao ya mikunde, lakini pia faida ya pili yana faida ya lishe kwa sababu ni mazao yanayompa mtumiaji protini. Lakini kwa faida ya tatu ni mazao ya biashara, kwa maana ya mavuno yanauzwa. Kwa hiyo mkulima anaongeza kipato cha kaya, anaboresha lishe, lakini anahakikisha na udongo wake unatunzwa. Na upande wa tatu kwa kazi yetu ni kuzalisha mbegu za mafuta. Mbegu za mafuta tunazozizalisha kwa sababu ya kuwapo na upungufu wa mafuta kwa nchi. Kwa majina naitwa Lizpa Chiwamba, mtumishi wa Wizara ya Kilimo. Nipo katika programu ya kuendeleza kilimo AFDP. Tupo katika maonyesho ya 88 kanda ya Mashariki mkoani Morogoro. Tunawakaribisha sana katika banda letu muweze kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na kilimo chenye tija na cha kitaalamu. Mtapata ujuzi mbalimbali na elimu kutoka kwa wataalamu waliobobea katika nyanja ya kilimo. Karibuni sana muweze kujifunza ili muweze kulima kilimo chenye tija. Wewe ambaye bado hujafika katika banda letu, bado hujachelewa, bado unayo nafasi hii ya kujifunza, kwa sababu bado tupo na tutaendelea kupatikana mahali hapa mpaka tarehe 10. Karibu sana tukuhudumie.